So siku ya leo nataka tuangalie kwa jambo moja, the pathway of greatness in God's kingdom. Njia ya kuwa mkubwa katika ufalme wa Mungu. The pathway of greatness in God's kingdom. Na tutakuwa tunaangalia chini yake kile ambacho Esau alifanya, birthright, haki ya kuzaliwa. The pathway of greatness in God's kingdom. Chini yake tutaangalia kuhusu birthright, haki yetu ya kuzaliwa. Tutazungumza ndani kidogo tuelewe mambo kadha wa kadha yale ambayo mimi na wewe tunahitaji kufanya ili tuweze kuhifadhi haki yetu ya kuzaliwa. Kila mmoja yuko na haki yake ya kuzaliwa. Lakini wakati tulipozaliwa, tulipoendelea kukua, hatua baada ya hatua, kuna vitu zilianza kututoka. Kuna mambo yalianza kututoka. Kuna baraka zilianza kutuachilia. Yaweza kuwa ilikuwa ni sisi wenyewe, our own will for those blessings to leave us. Na ingine ilikuwa pesa ni mipango ya watu wengine. So today naenda kuangalia kuhusu birthright. Njia ni njia tu. Wakati unaanza kutembea, ukitoka kwako ukiwa na matumaini mengi makubwa ya kwamba naenda kupata kitu fulani. Kwa mfano, kuna hawa watu wawili. Kuna mmoja alitoka kwake akiwa na mtazamo wa kupata kitu fulani. Alipokuwa anaenda kwenda akitembea kwa njia, wakaanza kuzungumza na watu wengine, wakamwambia hautaweza. Akakosa tumaini. Akaenda alikuwa na tumaini lake lilikuwa limeshuka. Na kuna mwingine alitoka alikuwa na mtazamo wa kupata, akakutana na watu wale ambao walimchochea positively. Walimtia nguvu. Akaenda na akapata. So leo hizo tunaangalia hawa yule aliyetoka kwa imani na kwa tumaini, alipokuwa akienda akakutana na kile alikuwa anahitaji, lakini mwingine walimtoa katika imani, walimtoa katika tumaini, na penye alienda hakupata. So tutaangalia mwanzo birthright ni nini? Birthright, haki yako ya kuzaliwa. Nini hii? Uelewe kwanza. Haki yangu ya kuzaliwa ni hii. Tunapoangalia katika hali ya kawaida, mtoto anapozaliwa, yeye huja akiwa amefunika mkono wake. Swali ni je, nini ambacho ameshika hapa? Ukifunua mkono utapata aina kitu, lakini kuna kitu ameshika hapa. Maandiko inatuelekeza ya kwamba na wakati Yakobo alizaliwa alikuwa ameshika mwenzake mguu. Alikuwa ameshika mwenzake mguu. Ina maana yake ni kwa nini alikuwa ameshika mwenzake mguu, ambayo leo hii tunaenda kuelewa njia ya sisi kupata nafasi katika ufalme wa Mungu. So Yakobo, yeye ndiye mtoto ambaye maandiko yanasema alitoka kama
ameshika mwenzake mguu. Alisema hii siachilie. Alisema hii hata nifanyike sitaiachilia. Na hivyo ndivyo kulienda na kukawa vile kulikuwa mpaka Yakobo akabadilishwa akawa baba wa mataifa. Sio tena Yakobo yule ambaye alizaliwa, lakini akawa baba ambaye sasa ameshikilia mataifa, ameshikilia baraka zake, ameshikilia vitu zake. Na hivyo ndivyo Maria anatueleza kwamba Yakobo alikuwa mtoto mtulivu aliyekaa katika hema la Bwana, aliyekaa katika hema la Mungu. Kwa nini alikuwa mtulivu? Kwa nini alikaa katika hema la Bwana? Alijua ni kwa nini amekaa pale. So wakati mtu amezaliwa ama mtoto akizaliwa, yeye kutoka akiwa amefunika mikono yake, kuna kitu ameshikilia, kuna vitu ameshikilia, kuna baraka ameshikilia, kuna maono ameshikilia, kuna neema ameshikilia, kuna vipawa ameshikilia, kuna talanta ameshikilia, kuna ministry ameshikilia mingi sana. Watu wale ambao wanajua ya kwamba huyu ameshikilia hivi, tukifanya hivi na tufanye hivi, tutakuwa tumeondoa kitu moja ama kingine. Watakuja, watashika mtoto wako, watafungua mikono yake, wakitoa sehemu ya baraka zake, wakitoa sehemu ya maisha yake, wakitoa sehemu ya vitu zake. Tunapata mtoto anapokuwa anakosa kujielewa. So birthright ni baraka ambayo unazaliwa nayo. Birthright ni baraka ambayo unazaliwa nayo. Hiyo ndio haki yako. Haki yako. Ile ambayo umetoka nayo kwa umeshikilia. The original birthright. Watu wengine wana survive bila their original blessings. Baraka zako za kwanza una. Yakobo alishikilia baraka zake za kwanza lakini wengine baraka za kwanza kuna vile zilifanyika aziko zilienda. So wakati unazaliwa, nataka nikuelekeze kujua haya. Wakati unazaliwa wewe kuja, wakati unazaliwa kama umeshika vile umeshika hivyo, anakwambia ameshika vipawa zote hapo kwa mkono. Tunaona mtoto ako very much sensitive. Ako very much sensitive. Mtu mbaya akikaribia atalia, ingawa hawezi kuongea. Kuna vitu mtoto ataona zile ambazo huwezi kuona, akiona anaanza kupiga nduru. Mtoto ni malaika, unatembea naye unapata kibali. Mtoto anaweza kufanya mawili matatu. Mtoto katika hali halisi yake anakuwa na vipawa zote amekuja nazo. Mtoto pia anakuwa na matunda ya Roho Mtakatifu yote, 9 yote anakuwa nayo. Maana yeye ni mnyenyekevu, yeye ni mtulivu, yeye ana upendo, yeye ana furaha, yeye ana nini, hizo zote anakuwa nazo. Wakati anazaliwa anaona matunda yote anakuwa nayo. Wakati anazaliwa anakuwa na talanta mingi, talanta mingi sana. Zote anakuwa nazo. Ndio zina ambazo zinataja. Wakati anazaliwa yeye anakuwa destined for great call in the ministry of God. Mtoto anakuwa na mwito tayari wakati anazaliwa. So wakati ambapo anaendelea kukua, wakati anaendelea kukua, anapokuwa kuna mambo inafanyika. Hii inafanyika, ile inafanyika, na ile inafanyika. Let us turn to Genesis 25:27 kuendelea mbele.
Genesis 25, 27, kuendelea mpaka 34. Alafu mwingine afungue Hebrews chapter 12 verse 12. Mmoja afungue Mwanzo 25, 27 kuendelea, mwingine afungue Waebrania 12. Mwenye amepata Mwanzo 25, 27 asome. The boys grew up, and Esau became a skillful hunter around the open country, while Jacob was called to stay at home among the tents. Either who had a taste for wild game loved Esau, but the better loved Jacob. Once when Jacob was cooking some food, Esau came in front the open country. Famished, he said to Jacob, "Quick, let me have some of that red stew. I'm famished." That is why he was also called Edom. Jacob replied, "First, sell me your birthright. Look, I'm about to die." Esau said, "What good is the birthright to me?" But Jacob said, "Swear to me first." So he swore an oath to him, selling his birthright to Jacob. Then Jacob gave Esau some bread and some lentil stew. He ate and drank, and then got up and left. So Esau despised his birthright. Amen. Mwingine aende Waebrania 12. Hebrews chapter 12 verse 12 to 17. Waebrania umepata unasoma karaka sauti ya wakati. Therefore, strengthen your faith, your feeble hands and weak knees. Make level paths for your feet, so that the lame may not be disabled, but rather be healed. Make every effort to live in peace with all men and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. See to it and that no one misses the grace of God, that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. See that no one is sexually immoral or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance right as the oldest son. Afterwards, as you know, when he wanted to inherit his blessings, he was rejected. He could bring about no change of mind, though he sought the blessings with tears. Amen. Bwana bariki neno lake. Utukufu na uhimidiwe Bwana, wacha neno lake liwe hai katika maisha ya kila mmoja, ili Bwana wa majeshi linapotoka linapogusa kila mmoja, Bwana wa majeshi usirudi bure, bali timiza mapenzi yako na malengo yako na Kristo. Amen. So tunaelezwa habari ya hawa vijana wawili ambao walizaliwa. Kisoma 26 Mariki nasema, afterward his brother came out and his hand took hold of Esau's heel. So his name was called Jacob. Isaac was 66 years old when she bore them. So Mariki natueleza habari ya vijana wawili waliozaliwa na Rebeka na Isaka.
Na maandiko yanatuelekeza, vile nimekugusia mara ya kwanza, ya kwamba birthright ni ile urithi yako ya halali. Urithi yako ya halali weza kuwa hauna sababu ya hiki na kile kingine. Tumeelezwa kwamba hawa watoto, mmoja alikuwa akawa yeye ni kwenda kutafuta mawindo kule msituni. Anaenda kutafuta mawindo kule msituni, akiletea baba yake akule. Lakini mwingine alikuwa mnyenyekevu, alikuwa mpole, na alikaa kwa hema. Alikaa kwa hema kwa utulivu, alikaa kwa hema kwa unyenyekevu. Na aliyekaa kwa hema, Rebeka alimpenda. Aliyekuwa mtulivu, Rebeka alimpenda. Lakini Isaka naye alipenda tu mawindo yale ambayo Esau alikuwa anamletea. Alipenda hayo mawindo, maana Esau alikuwa anaenda kwa vita, anapigana vita kule, ndio akuje na mawindo apate, Isaka apate. Alikuwa anang'ang'ana, alikuwa anasumbukana ndio apate mawindo moja. Angeenda akose na angeenda apate, ndio apate mawindo ile alete, ingemgharimu sana, ingemgharimu sana. So alikuwa mpendwa kung'ang'ana, kusumbukana. Lakini aliyekuwa mtulivu alipendwa, aliyekuwa mnyenyekevu alipendwa. Aliyekuwa anakaa kwa hema ni kanisani, kwa hema. Mahema ya Isaka ilikuwa ni makanisa ya Isaka. Aliyependa kukaa kanisani, huyo ndiye tutaelezwa kilichofanyika. So mazingira unayomlea mtoto wako inaamua atakuwa nani baadaye. Mazingira unayomkuza mtoto wako, unayoinulia ndani mtoto wako, inaamua huyo mtoto atakuwa nani, kesho yake itakuwa namna gani. Swali ni je, mimi na wewe tulikuwa katika mazingira yapi? Tulikuwa katika mazingira ya kumchiwa Mungu mwanzo, ama tulikuwa katika mazingira ya kupambana na kung'ang'ana na hali na watu na vitu? Yaweza kuwa mazingira yako ilikuwa kung'ang'ana na hali na watu na vitu, ndiposa maisha yako vile vile yalivyo. Sio kupenda, hapana. The environment which you are brought in decides who you are going to be later on. Na pia mazingira ambayo tunakuza watoto wetu ndani inaamua watakuwa nani na watakuwa namna gani. Maana mwanzo ukiangalia yule ambaye anakuwa katika misitu, katika mawindo, yeye kazi yake ni mawindo kwa msitu. Yeye anakaa na wanyama, anazunguka katikati ya wanyama, anazunguka katikati ya miti, anazunguka katikati ya vichaka, anazunguka karibu na hizo kwa misitu, huko ndio alikuwa anaenda. So wakati Mungu anatazama ndani yako, wewe ni mtu ambaye you are less concerned na mambo yake, then you disqualify yourself from receiving from God. If you are less concerned na mambo ya Mungu, then Mungu naye anakuondoa katika majina ya watu wa kubarikiwa ama watakaobeba baraka. Huwezi kubeba baraka na wewe ni mtu ambaye
huwezi ukatulia. Hapana. Esau kile kilimfanya akose kubeba ama kuendeleza ile baraka ni kwamba yeye kwa msitu kule alikutana na wanyama, na wanyama wakati wanakutana na wao unabadilika, pia unakuwa na wewe mnyama. Mazingira, wakati unatembea kwa miti unakula vitu vikali vikali, wewe ni kana kwamba unatumia vitu ambavyo sio hazitakubaliana na mapenzi ya Mungu. So ye alikuwa anapenda kuwinda wanyama, na alikuwa anapenda, yani hakuna kitu ambacho alikuwa anafanya. Ye kazi yake ilikuwa ni mawindo, kuwinda na kuleta. Yani alikuwa katika vita, strife every now and then, fighting so that he can get. We don't fight in the journey of salvation to get, lakini wakati unatulia unapata. So wakati unapigana, in one way or the other, you don't get what you deserve, but you lose what you deserve. There's principle of gaining and losing when it comes also kwa safari ya wokovu. You gain when you are married and dwell in the tent, but you lose when you fight. You can fight with your mouth, you can fight with your brain, you can fight with your thoughts. Inategemea at which corner are you fighting. So maandiko yanasema kwamba Esau was a skilled hunter, a man of the field. Yeye alikuwa mtu ambaye anajua kuwinda. Kuna watu wanajua kuwinda wengine kwa maneno, wanajua kuwinda wengine kwa vitu fulani wako, lakini wewe Mkristo unawinda kupitia ama kutumia nini? Maandiko yanasema kwamba Rebeka alimpenda huyo mtoto Yakobo, maana Yakobo alikuwa mtulivu. So wakati unakuwa mtulivu, Mungu anakupenda. Wakati unakosa kuwa mtulivu, kuna mambo hayataenda sawa. Kuna vitu hazitakuwa sawa, sababu Mungu anaangalia utulivu ndani yako. Sababu Esau alikuwa anapenda kwenda huku na kule. Kuna wakati ilifika alienda akatoka kama akowia, amechoka, ameisha kabisa. Wakati nasoma Waebrania 12:12 inazungumzia sasa kilichofanyika ili sasa huyu mpendwa apoteze mengi, apoteze vitu mingi. Kuna mambo yanayofanyika upoteze vitu mingi, upoteze mambo mengi. Kuna vitu vinafanyika na ile ambayo inafanyika, tuende pale Waebrania uweze kujua na kuelewa kitakachofanyika ili upoteze mengi, wakati unatembea ukitafuta na kuelewa kuhusu baraka zako. Birthright yetu. Tunaambiwa kwamba kitu cha kwanza ambacho wakati unataka kupreserve birthright yako, kitu cha kwanza amesema, maandiko yanasema kwamba strengthen your hands. Kaza mikono yako kwa kufanya mema. Strengthen your feeble hands. Strengthen your hands. Don't be weak. Mikono yako iwe dhabiti ya kufanya mambo mazuri, ya kukuza vitu mzuri. Isiwe ni mikono ambayo itafanya maovu. Isiwe ni mikono ambayo itakuwa miepesi ya kugusa mabaya. Isiwe ni mikono ambayo itakuwa miepesi ya kufanya mabaya. Maana Esau, tunapoangalia burudani, kuua
katika mawindo alikuwa anafanya mabaya. Maybe angefika mshale ikose kuleta mnyama imetaka iguze mtu, ameua. Maybe angeenda kwa mawindo akutane na wendaji wengine wapigane au wengine. Maybe angeenda kwa mawindo apate kitu ambacho sio chake achukue, sababu hajapata mawindo alete. Maybe angeenda kwa mawindo afanye mambo ambayo hayampendezi Mungu na alete. Haleluya. Alete pale. So kuna vile maandiko yanasema kwamba mikono yako isiwe myepesi ya kufanya dhambi wakati unataka kuhifadhi ile urithi, haki yako ambayo Bwana amekupatia. Sisi ambao tumezaliwa ndani ya Yesu, kila mmoja alikuja kama ameshika kichwa chake, lakini mazingira utakayokuwa ndani itaelezea kama kweli utakuwa ama utalinda ile baraka. Maana Esau kuna vile mikono yake ilikuwa myepesi ya kukimbilia kutenda maovu, ilikuwa myepesi ya kuachilia mabaya, ilikuwa myepesi ya kuachilia maovu. Hapo ndipo alikuwa disqualified kufanya ama kulea baraka. Maana mikono ambazo ziko na unajisi, baraka Yesu katulia pale. Wakati zina najisika, basi baraka nayo inatoweka. Wakati zinakuwa sawa, haki, blameless, mbele ya Mungu, zinabeba mazuri. So mikono zako ziko namna gani? Wakati unatembea katika safari ya wokovu, mikono zako ziko namna gani? Wakati unatembea katika safari ya kulinda maisha yako na baraka yako na vipawa zako na maono yako na talanta zako, mikono yako iko namna gani? Mwanzo angalia mikono. Maandiko yanasema katika Isaya 59 kwamba mkono wa Bwana sio mfupi ukatufikie, sikio lake sio zito likasikie maombi yetu, lakini maovu yetu yametufarakanisha na uso wa Bwana. Maovu yangu na wewe yametufarakanisha na uso wa Bwana. Bwana anatuangalia na anaona watu ambao hawawezi wakabeba mazuri. Bwana anatuangalia, anaona watu ambao hawawezi wakakuwa vyombo za kuendeleza baraka zake. Anatuangalia hivyo, anatuona hivyo. So siku ya leo tunaelezwa kwamba kuna njia, the pathway of greatness in God's kingdom. Ni kwamba let us strengthen our hands. Wacha mikono yetu iwe dhabiti kwa kufanya mazuri na sio mabaya. Isiyo mikono ya kumwaga damu isiyokuwa na hatia. Maana Esau alikuwa anamwaga damu ya wanyama wasiokuwa na hatia akileta mawindo. Je, wewe ni mmoja katikati ya wale ambao mikono zako zimemwaga damu isiyokuwa na hatia? Umefanya mtu akalia pasipokuwa na maovu. Umefanya mtu akalia kwa uchungu katika roho yake pasipokuwa amefanya dhambi. Waweza kuwa ni mmoja ambaye you are a catalyst. Wewe ni mtu ambao unaongoza, you are speeding the action ya maovu kutendeka. Don't be a catalyst in any corner. Don't be a catalyst in anyone's life. Hallelujah. Kuna watu wamefanya maovu. That's why they have been disqualified from the will of God. Hata uombe, hata ufanye nini, lakini mikono yako ilifanya maovu. Ulished innocent blood. Because Esau is a representation of those wale ambao wanataka baraka but they are full of wickedness. They are full of wickedness. So maana tunatuambia kwamba ili uhifadhi birthright yako, strengthen your heart not to do evil but to do good. Hallelujah. Fanya mema, usifanye maovu. Hivyo utakuwa a right vessel
to carry the blessings of God. Anasema kwamba and make straight path for your feet. Miguu yako nayo ukaichunge. Inaenda wapi? Miguu yako inaenda wapi? Miguu yako inaweza kuongoza mahali pabaya, inaweza kuongoza kwa mganga, inaweza kuongoza kwa mchawi, inaweza kuongoza kufanya mambo ambayo yanamchukiza Bwana. Miguu yako anasema kwamba lainisha hatua zako. Lainisha hatua zako. Hatua zako zinakupeleka wapi? Yakobo alikuwa mtulivu na miguu zake hazikuwa nyepesi za kukimbilia maovu. Yakobo alilainisha miguu zake na hatua zake. The path of Jacob was good before God. Alijizuilia, alijua nikitoka in the presence of God. Yani kuna habari ya Martha na Maria. Maria alikaa miguuni pa Yesu. Martha naye alishughulika na mambo ya dunia. Je, wewe unashughulika na nini? Just like Esau alishughulika na mambo ya dunia, lakini Yakobo alikaa karibu na Isaka. Yakobo alikaa karibu na Isaka. He was not far away from Isaac, but he was too near to Isaac. Jacob alikaa kwa hema, lakini Esau much of his time alitumia kukaa nje ya hema. Much of your time unatumia kukaa wapi? Katika uso wa Bwana ama mbali na Bwana? Wakati unatumia muda mwingi kukaa kwa uso wa Bwana, then you become a right person. Anasema mwenye anakaa karibu na mimi, huyo ndio nitapatia. Lakini mwenye anakaa mbali na mimi, huyo I won't consider. So Bwana anaweza kuwa na kutazama, anakuchunguza kweli pole pole. Wakati uliokuwa ukasema, Bwana Yesu, nimekuja kabisa kabisa, nitatembea na wewe, nitafanya na wewe, nitaenda hivi na wewe, basi anakupatia kila kitu. Lakini kigafla wewe ukaamua kuendelea kutembea kwa njia ambazo sio za kwako, ukaanza kushughulisha na mambo ya dunia. Maandiko yanasema, ewe Martha, ungejua ya kwamba likupasalo ni kukaa miguuni pa Yesu, ungekaa hapa. Lakini sababu jui unashughulisha na mambo ya dunia, Yesu alimwambia Martha ya kwamba ungejua ya kwamba kile ambacho Maria anasikiliza cha muhimu, ungeachana hizo chakula. So Christ is not after anything ama chakula, hapana. Wakati unaleta anauliza, hii imetoka wapi? You have shed innocent blood. Umeua kitu ambacho hakina ubaya. Miguu yako imekuongoza kwa nyumba wenyewe. Umefanya hiki, umefanya kile. Miguu yako imekuongoza kwa boma la wenyewe. Umefanya hiki, umefanya kile. Miguu yako imekuongoza mahali fulani, umefanya kile, umefanya kile. Haleluya. Anasema chunga miguu wako unapoingia kanisani. Hiyo ni mhubiri. Mhubiri 6. Guard yourself while entering the church. While entering a holy place. Guard yourself. Jizuilie. So, maandiko yanasema kwamba make straight paths for your feet. Lainisha mambo yako na urekebisha hatua zako. Rekebisha hatua zako vile unatembea, vile unafanya. Miguu zako zisikuwe mepesi za kukanyaga na kukimbilia mambo ambayo sio ya Mungu. Wacha miguu zako ziwe mepesi za kukimbilia mambo ambayo ni ya Mungu. Kuwa mtulivu. Guard your feet.
jizuilie. Vile Yakobo alijizuilia akasema, nitakaa hapa, sitatoka kwa hema karibu na Isaka, sitatoka. Sababu Esau alikaa mbali na Isaka, hakuelewa siri mingi. Yakobo aliyekaa karibu na Isaka alielewa siri mingi za kupata baraka, za kupata mazuri. So wakati unakaa karibu na Isaka, karibu na Yesu, karibu na Mungu, utaelewa mengi vile utafanya ili ubarikiwe, vile utafanya ili ukombolewe, vile utafanya ili ujizuilie hiki na kile kingine. Vile Yakobo alikaa karibu na Mungu. Haleluya. Haya, ngine tunaambia number 3, ili kuhifadhi baraka yako. Pathway of greatness in God's kingdom. Njia ya kuwa mkubwa katika ufalme wa Mungu. Number 3, tafuta amani na watu. Tafuta amani. Esau alikuwa mtu wa vita. Penye alienda alikuwa na vita. Maneno yake ya kuzungumza ilikuwa vita. Mikusanyo ilikuwa vita. Sababu a hunter is not a male person. A hunter is a hunter. And a hunter atakimbia, atafanya nini, atafanya ile, atafanya mambo. But a male person ni mtu mtulivu. So, naomba kwamba pasio please tafuta amani na watu. Yakobo alikaa kwa hema akitafuta amani na watu. Sababu yeye hakuna mtu alitoshana na yeye. Hakuna mtu Yakobo alizishana na yeye, hapana. Jacob was at all time with peace. Yeye alitaka amani katika moyo wake. Because alielewa what he is carrying. Lakini wakati unakosa kuelewa what you are carrying, utaanza kusumbuka na mambo ya dunia, utaanza kusumbuka na vitu ambavyo zinapita. Let us understand what we are carrying. Hallelujah. Understand what you are carrying. Once you understand what you are carrying, you will spend much of your time seeking the will of God, not the will of man. Once you understand what you are holding, ya kwamba wewe ni mkubwa, you are holding a great inheritance from God. Once you understand that you are holding a great inheritance from God, then utakuwa katika hali ya kuchunga. Ni kama kwa burufika ziko na pesa. Unajua ile pesa umebeba hivi. Wewe utatembea tu freely hivi. Lazima utapata security ya kugadi pesa. Hata utatembea freely sababu hata ukipoa sahibi ni moja, utaanza kuwa na wasiwasi. Utaanza kujiuliza nitafanya namna gani? Si nikitoka hapo nitapigwa ngeta, nikienda hivi nitanyang'anywa, So utaanza ku define ways of guarding your pesa. Likewise also, Bwana has entrusted you na amekupatia a lot of inheritance, which means ama njia gani unatumia to guard this inheritance. Uliza mzako unatumia njia gani? Hallelujah. Lazima kuwe na njia ambayo unatumia kulinda urithi yako ambayo Bwana amekupatia. Lakini tunapotazama ama tunapoulizana ya kwamba ndio unatumia njia gani? Lazima sijui. Wewe mwingine sijui, ule mwingine sijui. Define njia ya kulinda kile ambacho Mungu amekupata. The pathway of greatness in God's kingdom. Njia ya ukubwa katika ama kutafuta ukubwa katika ufalme wa Mungu. Sio rahisi. Mungu amekupatia. Sasa ni wewe uamue. How am I going to guard this? How am I going to prevent watu wasikuje ukaiba hivi? Sababu wakati Esau alikuwa anapigana, anafanya nini? Alikuwa anajiondoa in the presence of God. So what you are doing kule nje, either fighting people with words, either talking evil about others, either murmuring about others,
of mabaya inafanya kule, and then you come to Christ. Like unaweza ulizwa, how many times last week umekuwa mbele ya Mungu? Maybe moja. Esau alikuwa anaenda anasumbuka na mambo ya dunia, anarudi akiwa amechoka. Alikuwa anaenda anahangaika na mambo ya dunia, anarudi akiwa ameisha. Hata kile ambacho amepata akipatiana kwa, yani alikuwa anasumbuka. Ikifika jioni kama hajapata, baba leo sijapata. Okay. Omba kwa ndugu yako kama atakupatia kidogo. Umesumbuka wiki nzima. Umejidharau. Umejichukia wiki mzima. Penye unaenda kubisha, nani imefunga. Ukienda hapa, nani imefunga. Ukienda pale, ingine imefungwa. Ukienda huko, ile imefungwa. Sasa utajichukia. Karibia ulale njaa. Karibia ifanyike hivi. Unashinda jamani, nilikosea wapi? Nini nifanye? Usijaribu kusongea kwa Mungu. Take time with God. Enda miguuni pa Yesu Kristo. Kwa hema lake, muulizie, Bwana, this is not wrong. How I'm suffering, naenda kwa mawilo, narudi kule. Na kama nimepata kidogo. Mkononi, lichojaliwa, leka kwa Bwana, upate baraka. Yani, beba mkononi ulichojaliwa. Katika maisha yako umetembea, umepata kidogo kanini kega piu, unakuja nako, unaleta hii Bwana. Leta tu atakubariki. Haleluya. Sababu nikataa kukaa na Mungu. Utakaa maisha ya kustrain the whole of your life. Na yeye hata kuamini wewe ya kwamba unaweza beba chochote ambacho ni chake. So let us try as much as possible to be in the presence of God, and like being in the presence of men. Hallelujah. Don't take much of your time in the presence of men. Kuongea kufanya nini? Hapana. Take much of your time in the presence of God. And when you take much of your time in the presence of God, the inheritance yenye alikupatia hata ruhusu itoke. Sababu kila mtu una hold your blessing. Unashikilia hiyo mkono yako. So wewe uamue kama itachukuliwa ama utaishikilia mpaka mwisho. Lakini watu wengine zimetomeka haziko. Ukiangalia kwa mkono yako hivi, ukiangalia kwa mkono yako inafaa isome fulani, lakini ukiangalia haisomi. Haisomi chochote. Your hand is reading nothing. Haisomi chochote. That's why unapata yule ambaye amekuja nyuma yako na atashikilia vizuri, atapata na wewe utakosa. So hold fast the covenant. Please God, keep the Sabbath, na jina lako litaandikwa katika ukuta wake. Haleluya. Jina lako litaandikwa katika ukuta wake. Hold fast my covenant. Please me. Keep my Sabbath. And your name shall be written in the words, other than the names of sons and daughters. Hold fast the covenant, our brother and our sister. That is what God needs from us, not anything else. Usishikilie watu kwa moyo wako ya kwamba niko na fulani, nimeandika fulani,
fulani, nimeandika fulani, huyu ako na nini, ule ako na nini. Hiyo haitakusaidia. It is degrading you and debarring you from the God's glory. Inakutoa katika uwepo wa Bwana na inakudisqualify from holding fast the covenant. Hakuna kitu Mungu atakupatia. Sababu ya nini? Isaka, Jacob alikaa kwa hema, kanisani pia alikaa. Hakutaka kukaa mahali pengine kando na kanisa. Every time alikuwa a man and a person who dwells in the tents. Lakini sisi sijui, where are we dwelling? Do we go before God? Mahali kanasema pursue peace, kutafuta amani. Na kutafuta amani ni kutafuta Kristo Yesu. Kutafuta Kristo Yesu, kutafuta amani with God. When you get peace with God, then you are okay with God. Lakini usipopata amani na watu ni shida. So Jacob alitafuta amani. The environment decides. The environment decides. Ukikaa in a toxic environment, mambo inaharibika. Lakini ukikaa in an environment ambayo iko friendly, mazingira ambayo iko na amani, then you are right with God. Wale ambao walikaa kwa toxic environment, hata mtoto wao ukishinda kumtukana, mbwa, paka hii, kondoo hii, ng'ombe hii, hiyo matusi hiyo, basi the character of animals ya kutorithi kitu chochote itakuja ndani yake. Ng'ombe kuna kitu na rithi nini? Mbuzi, kondoo, mbwa, paka hii. Haleluya. Hii nyangao hii. Sura kama nyangao. Nyangao kuna mali mrefu. Haleluya. Hiyo matusi hiyo. Ndio baraka unabariki na mtoto wako. Kwa kama nyangao ijai hili kitu chochote. Tembea kabisa kianeo kutafuta mtoto. Utafuta msabu. Hautaenda. Haleluya. Kwa kama mbwa. Tembea ukiendelea. Kama mkia juu. Alafu mdomo juu. Haleluya. Wazazi, mmetukana watoto wenu mbwa hii. Unamwambia. Kwa nini mdomo unaenda? Na mkia juu. Ukitembea hivi. Ndio atakuwa. Sasa unashindwa, ninalea mtoto wangu sasa imefika sasa hivi. Nasikia anamwekea panegeni. Anamwekea panegeni. Mtoto wangu nini kilifanyika Mungu? Wewe ndio ulipanda hiyo mbele. Ya kwamba wewe uswai kuwa na kitu chochote. So matusi ya wanyama kwa watoto ni mabaya. Mwende muondoe. Haleluya. Endeni muondoe matusi. Kama ulitusi mtoto wako paka huko panya, enda ondoa nyangao. Ondoa hiyo majina pole pole. Maana it is masquerading. Tunaona inapiga mfuriko hivi. Sasa huu mnyama